wamezoea kufanya wenyewe, kupigana vita wenyewe. Ni watu ambao siku zote Mungu atawaacha wasogee, kwa sababu Mungu anataka kila kitu yeye apewe utukufu. Mnasikia kanisa la Mungu? Sasa Gideoni, Mungu amemkuta ana taarifa ya mambo Mungu amewahi kufanya. Akajua kabisa, Mungu akaona ndani ya Gideoni, anajua mambo Mungu anaweza kufanya. Umeelewa? Lakini jambo la pili, Mungu akang'amua ndani ya moyo wa Gideoni. Anaona hali fulani ambayo moyoni mwake ni kama Gideoni ameisha, ni kama Gideoni ameshuka, ni kama Gideoni anaona hawezi jambo lolote lile. Ana maarifa Mungu anaweza kufanya nini, lakini pia Gideoni anajiona hawezi chochote kile. Afternoon ametoka kwenye familia maskini, ametoka kwenye familia ambayo haina uwezo. Vitu hivi, experience na uzoefu tulio nao mara nyingi, unatufanya tushindwe kupambana vita. Kilichomfanya Sauli ashindwe kwenda kupigana ile vita na Goliati, Sauli aliangalia hali ya uzoefu wa vita. Umeelewa watu wa Mungu? Sauli aliangalia uzoefu wa vita. Aliona Goliati ni mpambanaji kwa muda mrefu. Aliona Goliati ni mtu anajua kupigana kwa muda mrefu. Na akiangalia miongoni mwao, hakuna mwenye uwezo mkubwa wa kivita kama Goliati. Kanisa mnanielewa? Akiangalia katikati ya Israeli, kuanzia kwake yeye kama mfalme na wote nao waongoza, hakuna mwenye uwezo, hakuna mwenye uzoefu, hakuna mwenye nguvu zinazokadiriana, zinazolingana na Goliati kivita. Hakuna mwenye ujuzi na utaalamu wa kupigana vita. Wakiangalia Goliati ni mtu amezoea, mkuki wake wenyewe tu ni kilo kadhaa. Goliati alikuwa ni pande la mtu, lina nguvu, lina uzoefu kwenye vita. Silaha yake yenyewe ilikuwa inaogopesha, ilikuwa inatisha. Haleluya. Gideoni kutoka kwenye familia maskini, Gideoni kutoka kwenye familia ambayo yeye mwenyewe kwanza ni katoto ka mwisho. Haleluya. Amina. Mungu akamwangalia, akamwambia, ni kama Mungu anapiga hesabu. Anasema kwa hali ya huyu jamaa ni mtaji wa kutosha. Maana anajua Gideoni hata siku moja baada ya kushinda vita, hata sema ni kwa nguvu zake ameshinda vita, hata sema ni kwa sababu ya uwezo alionao na experience alionayo ndio maana ameshinda vita. Gideoni nitamtumia na siku zote hata nisahau na kujiweka yeye kwamba ameshinda vita. Bwana sifiwe. Ndio maana Gideoni mwishoni, wakati anaanza kutengeneza jeshi, Gideoni alitengeneza jeshi la watu 30,000. Watu 30,000 kwenda kupigana. Na bado Mungu akamwambia no, tangaza hao watu ni wakusanya, wengi ni waoga. Ndio maana niliwaambia jambo la kwanza unapotaka kumkabili adui, usiogope. Mungu akamwambia hao watu ni wakusanya, wengi ni waoga. Kwa hiyo toa tangazo kwamba mtu yeyote anayesikia kuogopa na kutetemeka arudi nyuma. Biblia inasema watu 20,000 kati ya jeshi la watu 30,000, watu 20,000 walirudi nyumbani wakaogopa. Wakabaki watu 10,000. Bado Mungu akamwambia hata hao bado ni wengi. Punguza. Kwa nini? Mungu akasema ni kwa sababu unajua msije mkampiga Midiani na kisha mkasema ni kwa nguvu zetu na kwa upanga wetu ndio maana tumempiga Midiani. Kwa maana kwamba kuna kitu kinachoitwa unyenyekevu, kumpa Mungu nafasi maishani mwako, kuvuka uzoefu ulio nao na kumpa Mungu nafasi maishani mwako akusaidie. Ni jambo la muhimu sana, ni siri kubwa, ni siri kubwa ya kushinda vita. Kama unataka ushinde vita, unapokabili vita ili uweze kuishinda, kuna siri hizi mbili. Jambo la kwanza, fahamu kwamba Mungu anafanya nini endapo yuko pamoja na watu wake. Lakini jambo la pili, epuka kuchukua nafasi yako katika vita. Jiepushe, jiweke mbali, umwachie Mungu nafasi, uone namna atakavyo kusaidia. Gideoni Mungu akaona ndani yake akasema, hiki kitu kinaitwa uwezo. Enenda kwa uwezo huo. Enenda kwa hayo maarifa ulio nayo ya mambo ninaweza kufanya, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, hiyo unyenyekevu, hiyo kushuka itakusaidia kushinda vita. Tunakwenda kwenye vita kwa Daudi. Biblia inasema Goliati amesimama, hatutaisoma lakini tumeiandika. Ile sura ya 17 mstari wa 40 mpaka 50. Biblia inasema wana wa Mungu wametukana siku 40. Asubuhi jioni wanatukana na Goliati. Wamekosa mtu akwenda kumkabili Goliati. Wanaume wapiganaji wanajificha mapangoni. Wakimwona Goliati kila mtu anatafuta pa kukimbilia. Sasa bahati mbaya siku moja Goliati akakosea. Akaja kutukana mbele kwa mtu kanajua mambo ambayo Mungu anaweza kufanya. Kama mtu ambaye ana uwezo ndani yake.
kana historia, kana taarifa ya mambo Mungu anaweza kufanya, kanajua nguvu za Mungu, kanajua nafasi ya Mungu kwenye vita. Goliathi akaja anatukana, nadhani kama kawaida nitawatukana. Akatukana kakiwa kanasikia. Kwanza ni kama kalishangaa. Huyu anapataje ujasiri wa kutukana jeshi la Bwana? Ameamini nini mpaka anatukana jeshi la Bwana? Wapiganaji wako wapi mpaka huyu anatukana jeshi la Bwana? Akajitokeza kusema mimi nitakwenda kupigana na Goliathi. Wasiojua siri ya vita wakamwambia huwezi, wewe ni kijana mdogo. Kwanza mfalme mwenyewe akasema kijana tu, tena ka kijana kekundu, kazuri, ka handsome. Hauna sura ya vita, handsome kama wewe. Jamaa lina uzoefu kwenye vita. Haleluya. Jamaa lina uzoefu kwenye vita, nimepigana vita miaka mingi. Daudi akasema no. Nina taarifa. Yes. Amen. Ninajua Mungu mambo ambayo Mungu ameyafanya. Nilikuwa nachunga kondoo. Akaja dubu. Simkabili Goliathi kichwa. Ninajua kwamba kuna kitu. Nina historia. Haleluya. Ninayo historia, ninalo la kusema kwa huyu Mungu. Siendi kichwa. Ninyi mnaona uzoefu, ninyi mnaona uwezo, mnaona nguvu ya Goliathi, lakini mimi sioni hilo. Ninaona kile Mungu anaweza kufanya anapokuwa yuko katikati ya watu wake. Kwa hiyo siangalie upana wa vita, siangalie mapana ya mpiganaji, siangalie ubaya wanayenikabili. Ninajua yule ambaye yuko pamoja na mimi anaweza kufanya nini katika kuishi kwangu, katika kuchunga kwangu. Ninajua vitu vinavyoweza kuvuka mipaka na visivyoweza kuvuka mipaka. Ninajua watu wanaotembea na Mungu wanaweza kufanywa nini na vitu gani hawawezi kufanywa. Watu ambao wako pamoja na Mungu, ninajua ni mambo yapi yanaweza kuwashinda na mambo yapi ambayo hayawezi kuwashinda. Kwa hiyo msinizimie moto, nataka nikabiliane na Goliathi. Niambieni tu, ni asali ipi iko ndani ya hiyo vita? Kuna asali gani ndani ya hiyo vita? Msinizimie moto. Ninajua uwezo wa kupigana. Mimi namuona Goliathi nikifungashio. Niambieni atapewa nini? Atakayemkabili Goliathi. Msiniambie mambo mengine kwamba na uzoefu. Nina uzoefu Mungu ambaye ninaye. Mungu ambaye ametembea na mimi miaka na miaka. Mungu ambaye ametembea na mimi machungani. Alikuja simba nikamlamua, alikuja dubu nikamlamua. Niambieni, nataka nione ndani ya hiyo vita kuna asali gani imefichika. Wakamwambia asali ipo ndugu yangu. Wakamwambia leta hizo ndio habari nataka. Asali gani imefichika ndani ya vita? Sema anayemuua Goliathi kwanza anapewa mtoto wa mfalme. Akasema come on. Unasemaje? Anapewa mtoto wa mfalme ndio anakuwa mke wake. Haleluya. Sio kila vita ni hatari. Nyingine ni kifungashio cha kwa ajili ya mema kwa ajili yako. Nenda uwezo kukabili vita. Usikabili kichwa. Nenda na taarifa. Mungu anaweza kufanya nini? Uwe backed up na taarifa. Uwezo Mungu anaweza kufanya nini? Gideon anasema yuko wapi huyu Mungu? Tuliambiwa aina ya Mungu ambaye huyu ndio unayemsema. Unayesema yuko pamoja na mimi. I've got some information about this God. Maisha hayawezi kuwa hivi nikiwa na huyu Mungu. Ni Mungu gani? Mungu akasema wow, huo ni mtaji. Ndio nilikuwa nataka hicho. Ni uwezo utakaomsaidia, ni nguvu itakao kusukuma, haitakuacha umebaki pembeni, itakusaidia kwenda kukabili Goliathi. Daudi akaendelea kuuliza, niambieni vingine. Asema kifungashio cha pili ambacho kiko ndani ya hili kifungashio. Kilichoko ndani ya asali ya pili iliyoko ndani ya kifungashio, atakayemuua Goliathi ana nyumba ya kwao inasamehewa. Sauli analiangalia ile Goliathi, anaona nilipambanaje. Daudi analiangalia nilikifungashio la asali. Hivi usiseme amini. Daudi ambapo familia kule kasahau, kanaanza kutokeza. Kanaanza kuingia ikulu kenyewe. Migali leo tishe ndio nakarapamba. Migali ambayo sio hivi vigali. Migali ambayo inatisha na ogopesha. Ikipita tu kingona chenyewe magari yanasogea. Huyo ni nani anapita? Ni Daudi. Daudi yupi? Yule mchunga mbuzi na kondoo. Yes. Sasa imetoaje ni nini? Anasema nimeweza kukabili vita. Kumbe ndani ya vita kuna heshima. Ndani ya vita kuna kuinuliwa. Ndani ya vita kuna furaha. Ndani ya vita kuna kuingia ikulu. Ndani ya vita kuna kufanikiwa. Unaone corona kama mlango wa kufanikiwa. Wakati wengine wanalia, wana namna ambavyo Mungu anaweza kumsaidia. Daudi anatajirika, kodi inasamehewa kwa nyumba yake na familia yake yote. Daudi akasema come on. Kama hicho kifungashio kina asali ya namna hiyo, msinizoe kwenda kupigana. Sasa unasema ndugu utakufa. Jamani mpiganaje? Sema wewe. Mkichwa nina taarifa za Mungu. Mkichwa nina taarifa za nani? Za Mungu. Za Mungu.
Hata hivyo Goliati ni mtoto, halingani na dubu na simba. Mfalme unajua dubu, lakini mfalme unajua simba. Mfalme akasema okay, basi nikusaidie, chukua mavazi yangu ya vita nienda nayo. Daudi anajaribu akasema no, I'm not used to this. Nitaenda tu na uzoefu nilio nao tu wa kushuka na kunyenyekea. Maana najua hata hivyo si kwa upanga wala si kwa nini. Ngoja niende. Daudi alipoikabili vita, Goliath anamuona kwa mbali, anaangalia huku na huku. Yaani kama usijui kwa sababu ya urefu wake na kenyewe kafupi, ni kama anaangalia yuko haoni. Anaangalia huku na huku. Hivi mpiganaji yuko wapi? Mpiganaji yuko wapi? Waisraeli wamechanganyikiwa. Anakaona kameshikilia fimbo. Alafu mjamaa kaenda kupigana wala hakakuwa na silaha. Silaha zenyewe kameokota njiani, tumawe kameokota njiani. Hakana uzoefu, hakana kanachotegemea. Kameenda tu kanajua Mungu anaweza kufanya kitu. Daudi kakasogea mbele. Goliath anasema, katoto akajamani. Angalia sura yenyewe tu ni ka baby face. Ka handsome kako hapo. Alafu sasa kamekuja na fimbo. Mina Goliath anasema, kwa uzoefu nilio nao fimbo ni kwa ajili ya mbwa. Wewe umeniidia na fimbo, mimi ni mbwa. Daudi anamwambia, wewe una fimbo, sijaja na fimbo, nimekuja na kukabili kwa jina la Bwana. Amen. Daudi anasema mimi nimekuja na jina la Bwana, wala sio hii fimbo. Akaokota kajiwe kamoja, weka kwenye kombeo, zungusha 1, 2, 3. Shujaa aliyepigana miaka na miaka, kumbe saizi yake ilikuwa ni jiwe hili. Ili watu wote wajue kwamba Mungu ategemee upanga wala mkuki ili aokoe. Na hata hivyo vita si vya kwangu, vita ni vya Bwana. Tatizo unajiweka wewe, ndio maana Mungu amekaa pembeni. Mtu mwenye shida kushinda vita, mweke Mungu uone kwenye vitabu.